Mwanahasbidio, ni video hizi unazozitazama ni video ambazo zimeshutiwa kutokea nchini Marekani, ambapo mwanamuziki Diamond Platnumz anaendelea na tour yake ambayo imeanzia barani Ulaya na kuja huku nchini Marekani. Mimi kazi yangu ilikuwa ni kuweza kupeleka kwenye baadhi ya video ambazo nimezipokea, video ambazo zinaonesha baadhi ya maeneo ambayo ameyatembelea, na miongoni mwa maeneo maarufu ambayo amefanikiwa kuweza kufika ni katika ofisi hizi za uandaaji wa baadhi ya rekodi za kimuziki nchini Marekani, yaani ofisi za Billboard. Lakini pia alipata nafasi ya kuweza kutoka kwenye ofisi hizo akaenda hadi zilipo ofisi ambazo hizi nazo ni miongoni mwa ofisi ambazo zinawasaidia wanamuziki kimuziki zaidi kwenye upande wa jukwaa lao, yaani naizungumzia jukwaa la Audiomack. Lakini pia alionekana akiwa anakatiza kwenye mitaa mbalimbali nchini Marekani, akifanya pia interview na baadhi ya radio station maarufu na television za huko nchini Marekani. Na mimi nikasema Mwanahasbidio ni sina budi kuweza kuzisogeza video ambazo zinaonesha yale ambayo yanaendelea kule nchini Marekani. Mwanahasbidio ni pia weze kuwa sehemu ya watu ambao wamekuwa updated. Tazama hizi video ili uweze kuwa miongoni mwa watu ambao pia wanaweza kufahamu kile ambacho kinaendelea kwa nchini Marekani kwenye tour ya mwanamuziki Diamond Platnumz. Show off your jewelry. So this song features someone. Oh, give me umana, give me umana, give me umana, give me umana. Mheshimiwa Rais, hotuba yangu itakuwa na vipengele vitatu tu vifupi kwa dakika 5 nilizopewa. Mwanzo nitakuwa na maombi, nitakuwa na changamoto, nitakuwa na pongezi. Mheshimiwa Rais, wananchi wa jimbo la Kisesa kama nilivyosema wako hapa. Naanza na maombi. Moja, Mheshimiwa Rais, umetoka Bariadi kwa barabara ya vumbi kuja Kisesa, kuja Mwandoya, kuja hapa Mwanuzi. Utatoka hapa utaenda Bukundi, utaenda Mkalama, utaenda Iguguno, utaenda Singida kwa barabara ya vumbi. Mheshimiwa Rais, hii barabara ilishafanywa usanifu muda mrefu wa kina na ikakubalika kujengwa, na inazo sifa zote kwa sababu ni barabara ambayo inaunganisha mkoa wa Mara, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Simiyu na mkoa wa Singida na mikoa mingine yote. Mheshimiwa Rais, tunaomba leo maliza huu ugonjwa mkubwa wa Wanameatu, maliza huu ugonjwa mkubwa wa Wanasimiyu. Mheshimiwa Rais, ninaomba kwa niaba ya Wanameatu na kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Kisesa, naomba ujenzi wa madaraja muhimu matatu. Daraja la Mto Sanga litakalojengwa kati ya kijiji cha Isangijo pamoja na Ifungiro wilaya ya Maswa. Daraja la Mto Sanjo litakalojengwa baina ya kijiji cha Mwashata pamoja na Migato litakalounganisha wilaya ya Meatu na Itilima. Daraja la Mto Semu litakalojengwa kijiji cha Mbugabanya litaunganisha na kijiji cha Mwajidalala. Madaraja haya matatu, Mheshimiwa Rais, ni muhimu sana kwa uchumi wa wananchi hawa, na ndio maana unashuhudia hizo shangwe zinazopigwa. Mheshimiwa Rais, katika maombi ninaomba jimbo la Kisesa sasa katika miundombinu hii ya kijiografia, naomba jimbo la Kisesa lipewe halmashauri ya wilaya kwa ajili ya kusukuma nguvu kubwa ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, lakini jambo jingine ni hospitali, kituo cha afya cha Mwandoya. Kwa jiografia hii unavyoiona, naomba kituo kile cha afya kiwe hospitali teule. Mheshimiwa Rais, tunazo changamoto, nitataja chache, zingine tutapambana nazo na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mkurugenzi mtendaji na watendaji wengine wa serikali. Lakini hizi tatu naomba kuzileta kwako, zimekuwa ni changamoto kubwa sana. Changamoto moja ni uvamizi mkubwa sana wa tembo katika wilaya nzima ya Meatu. Mheshimiwa Rais, umejenga kituo Ng'anga cha milioni 125 kwa ajili ya kudhibiti tembo. Mheshimiwa Rais, umejenga kituo cha kudhibiti tembo kijiji cha Marwiro milioni 80.
Mheshimiwa Rais kimeweka kituo pale Mbugabanya kwa ajili ya kudhibiti tembo, lakini kutokana na wingi huu wa tembo bado wanaua watu, tembo bado wanamaliza mazao ya wananchi akiwa shambani na majumbani. Tatizo la tembo ni kubwa kwa wananchi hawa. Ombi kubwa Mheshimiwa Rais, kwa sababu ulilizia fedha zije na vituo vifunguliwe, tunaomba nguvu kubwa ya fedha kwa ajili ya kutekeleza mikakati tuliyoianzisha baina ya TAWA, halmashauri kwa ajili ya kupambana na hawa wanyama pori. Jambo la pili ni wafugaji wetu ambao walishashinda kesi mahakamani baada ya kuwa baada ya kushtakiana wakashinda kesi mahakamani, lakini mifugo yao hadi leo haijarejeshwa Mheshimiwa Rais, na hawa wananchi walishinda kesi mahakamani, na kwa sababu mahakama ndio mwamuzi wa mwisho, naomba sana kupitia kikao hiki na ninaileta hii rufaa kwako, wananchi hawa walipwe kwa sababu wanayo haki ya kulipwa fedha hizo. Ombi la tatu Mheshimiwa Rais, swala la ununuzi wa pamba kwa kutumia mnunuzi mmoja. Mheshimiwa Rais, mimi nakubaliana principally kwamba swala la ununuzi wa mnunuzi mmoja kwanza linatuondoa kwenye soko huria, lakini pili kunakuwa hakuna ushindani. Mnunuzi wa pamba unapokuwa na mnunuzi mmoja, akipata matatizo tu ya kifedha kidogo, wananchi hawa wanaenda kwenye AMCOS, wanaenda kwenye maeneo ya kuuza pamba, hakuna fedha. Kwa hiyo ukiwa na mnunuzi mmoja ni hatari sana. Sasa bahati nzuri waziri wa kilimo yuko hapa. Mfumo wote ule unaoanzishwa ni lazima usikompromise ushindani katika soko huria. Mfumo wote ule unaoanzishwa usilete usumbufu kwa watu waende kuuza pamba sokoni halafu wasikute pesa. Wakiwa wanunuzi wengi, huyu akiwa na changamoto ya fedha, huyu akiwa na changamoto ya fedha, huyu atakuwa nazo fedha. Kwa hiyo ukiwa na wanunuzi watano huwezi kupata shida ya fedha. Mheshimiwa Rais, sisi kule Kisesa tunakudai, na wale na maeneo mengine kote wanaosema wakudai zile fedha zihamishe kule zilete Kisesa, kwa sababu bado tuna mipango mingi ya maendeleo katika maeneo yetu. Sasa pongezi Mheshimiwa Rais, umefanya makubwa, na mimi leo nataka nikupongeze hapa. Nimekuwa nikikupongeza ukiwa mbali, hatuonani. Leo ana kwa ana nataka nizifikishe pongezi hizi kwako. Mheshimiwa Rais, mimi ni tofauti kidogo na viongozi wengine ambao wanazungumzia matumizi tu. Mimi naamini kwamba matumizi ni matokeo ya mapato. Mheshimiwa Rais, nakupongeza sana ulipoamua kuunda tume ya Rais ya maboresho ya kodi. Mheshimiwa Rais, hii tume hii wananchi wengi wanaweza kuona kama ni jambo la kawaida, lakini ukweli ni kwamba tume hii inaenda kuwa mwarobaini wa matatizo yote tulio nayo. Mheshimiwa Rais, umefanya jambo kubwa, Watanzania watakukumbuka. Kwa tume yetu hii, matokeo ya hii tume yatakapoletwa kwa wananchi na utekelezaji wake, tunajua fedha kwa ajili ya maendeleo katika nchi yetu zitaongezeka. Mapato yanayokusanywa leo, mimi na hapa Mpina, mapato yanayokusanywa leo na TRA pamoja na taasisi zingine za serikali yataongezeka mara 2 au zaidi. Sasa Mungu atupe nini wa Tanzania? Rais wetu umelibuni hili, na ninajua tume ya mipango muda mfupi italeta taarifa yake, na sisi akina Mpina tutahakikisha mapendekezo hayo yaliyoletwa na hiyo tume, hata yakiletwa kesho kutwa tu, bunge likiwa limebakiza siku 5, tutayasimamia kikamilifu ili kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata tija kubwa. Tutakuwa tumetibu leo, tutapata fedha nyingi za maji, fedha nyingi za elimu, fedha nyingi za afya, fedha nyingi za kila mahala. Lakini Mheshimiwa Rais, wanawake wenzako katika sekta ya afya na Watanzania wote watakukumbuka kwa namna ulivyosimamia swala la afya. Umeenda kutembelea hospitali yetu pale, umeona huduma nzuri zinavyoendelea kutolewa. Tumejenga zahanati za kutosha, tumejenga vituo vya afya, tumeboresha hospitali za wilaya, umetuboreshea na kutujengea na kukamilika hospitali ya mkoa.
Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV.